Lakini wewe kama katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yawezekana ukawa pia na ujumbe kwa watu wote wenye mapenzi mema. Tunafahamu sisi tu wa Kristo Katoliki ambao tunaomboleza hili, ni kama ulimwengu mzima upo katika maombolezo haya. Ujumbe wako ni upi kuweza kutuweka katika maombolezo pamoja? Kwa kweli ujumbe wangu, tunapokuwa kwenye msiba wa Baba Mtakatifu, tunakuwa na msiba kweli, tunamuombea, lakini tunatambua mambo aliyotupa mfano. Kila mmoja wetu ana mchango katika maisha ya mwenzake. Kila mmoja wetu ana mchango katika maisha ya mwenzake. Hata kama angekuwa mtu muovu kiasi gani, jambazi ile kufuru, ana mfano. Utamwona, mbona huyu ni ndugu yangu, ni binadamu kama mimi, kwa nini haoni hadhi yake? Ni mchango, inakukumbusha umuhimu wa ubinadamu. Kwa sababu ungekuwa umevamiwa na simba, ungekumbuka neno la binadamu. Lakini unajua huyu ni ndugu yangu, na ndio maana utamwambia naomba unisamehe, usiniue. Kuna wengine kwa mfano yule nimesema, yule mtu aliyopigwa risasi wa Manyoni, yule alikuwa anagombea, mke wake asema jamani msimuue, sababu aliona wanavyonyosha bunduki, lakini wakawa kusikia. Kwa sababu anajua huyu ana akili na utashi kama mimi. Kwa hiyo Baba Mtakatifu amehimiza sana tuheshimu ubinadamu wetu, utu wetu. Sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa akili na utashi tunawezeshwa kuchagua yaliyo mazuri na yaliyo mabaya kuyakwepa, kuyaacha. Na hapo ndio tunahudumisha ubinadamu vizuri zaidi. Na ubinadamu unaweza ukawa ndio msingi wa kuthamini dunia. Na hapo ndio tunaonyesha kwamba ubinadamu tukiuthamini, kwa sababu wote tunajua sisi tuko hapa, tuko hivi. Hii dunia, mazingira na yenyewe ni sehemu yetu. Kwa hiyo hilo la kutambua umuhimu wa kuheshimu binadamu wa mwenzako, ubinadamu wako na wenzako, ubinadamu wote kuheshimu na kumpa mwenzako, kumsaidia mwenzako, kutambua mchango wa mwenzako, au wewe kumsaidia mwenzako ili umaskini usiwepo. Hilo ni namba 1. Namba 2, kwa kweli ametuachia mfano wa kutunza nini? Mazingira. Na kwa nchi ambazo bado watu wanahangaika na kuanzisha mifumo ya kujitawala, amehimiza sana tujione sote ni ndugu, tufike mahali tujadiliane ili tufike kwenye mazingira ya kujua Mungu anataka nini. Tuongee na neno la Mungu, litufundishe Mungu anataka nini katika sisi kujisimamia maisha yetu ya hapa duniani. Lakini lingine kubwa zaidi ambalo la kufanya katika kipindi hiki ni kuona namna gani tunahitajiana kwa kupata kiongozi tena atakayeendeleza haya au atakayeleta na mengine mazuri zaidi. Kwa hiyo ni kuliombea kanisa, ujumbe kuliombea kanisa, kuombea makardinali waweze kuhitimisha zoezi lao na kumchagua mmoja wao aweze kuliongoza kanisa tena. Kwa hiyo sisi huku wengine tuwaombe, tumwombe Roho Mtakatifu awasaidie wale viongozi wanaofanya uchaguzi, ili tumpate Baba Mtakatifu mwingine atakayeendeleza ya mababa waliopita wengine wote, mababa watakatifu, lakini vile vile atakayeleta upya wake. So tumesema kila mtu ana mchango wake kwenye dunia hii, na kila mtu yuko peke yake, ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu peke yake. Sio kila mtu ana sura ya kila mtu ana sura ya Mungu aliyemuumba. Kwa hivi kila mtu ana wajibu wake hapa duniani. Hakuna mtu aliye mbadala wa mwenzake. Kila mtu yuko peke yake, na hivi kila mtu ana mchango kwa wenzake. Kwa hivi tunapotafuta Baba Mtakatifu mwingine, tunapomsubiria Baba Mtakatifu mwingine, tuombe makardinali wetu wafanye uchaguzi wa kutuletea Baba Mtakatifu wa kuliongoza kanisa letu na kuhudumia binadamu wote. Asante sana, nashukuru Baba kwa kuweza kukaa na kuzungumza nasi. Tunashukuru sana kwa nafasi ambayo umetupatia na haya ambayo tumeweza kuyajua. Nafikiri sina la ziada katika hili. Sisi zaidi ya kusema tu asante na pole kwa maombolezo, lakini kwa pamoja tuendelee kuungana katika sala kumwombea Baba Mtakatifu. Tusisahau kujiombea na sisi wenyewe pia. Asante sana. Na sisi tujiombee ili kama unaongozwa uweze kufuata anavyokuagiza anayekuongoza. Amina. Asante sana.